Mwanamume mmoja alikataliwa na familia yake kwa sababu ya jinsi alivyozaliwa. Walimfukuza nyumbani. Walimnyima urithi wake. Lakini siku moja hao waliomkataa walirudi kwake wakiomba msaada. Na yeye ndiye ambaye Mungu alikuwa amemchagua kuwakomboza. Jina lake ni Yefta. Na hadithi yake inafundisha ukweli mkuu: Mungu hutumia wale ambao dunia inawakataa. Katika Judges 11 tutasoma kuhusu mwanamume ambaye alikataliwa kwa sababu ya dhambi ya mama yake, lakini Mungu alimtumia kuokoa Israeli. Yefta alikuwa mwana wa Mgilead na kahaba. Biblia inasema waziwazi kuhusu chanzo chake. Ndugu zake walimchukia kwa sababu ya hili. Walimwambia, huwezi kupokea urithi katika nyumba ya baba yetu, kwa maana wewe ni mwana wa mwanamke mwingine. Wakamfukuza. Akaenda kuishi katika nchi ya Tobu, mahali ambapo wakusanyikia watu wa aina yake, waliopotewa, waliositirika, waliokuwa hawana mahali pa kwenda. Akawa kiongozi wao. Lakini Mungu alikuwa na mpango tofauti. Waamoni walianza kupigana na Israeli. Wazee wa Gileadi hawakuweza kuwashinda. Wakakumbuka Yefta, yule ambaye walikuwa wamemkataa. Wakamwendea na kumwomba, njoo uwe kiongozi wetu katika vita. Yefta aliwauliza, je, si ninyi mlinichukia na kunifukuza nyumbani kwa baba yangu? Mbona mnakuja kwangu sasa mkiwa na shida? Lakini alikubali kuwasaidia. Alichaguliwa kuwa mhukumu wa Israeli. Hebu tusikize neno la Mungu kutoka Judges 11:1-11. Yefta Mgilead alikuwa shujaa hodari, lakini alikuwa mwana wa kahaba. Gileadi ndiye aliyemzaa Yefta. Mke wa Gileadi naye alimzalia wana wengine. Wana wa mke wake walipokuwa wamekua, walimfukuza Yefta, wakamwambia, huwezi kupokea urithi katika nyumba ya baba yetu, kwa maana wewe ni mwana wa mwanamke mwingine. Hivyo Yefta akakimbia mbali na ndugu zake, akaishi katika nchi ya Tobu. Hapo wakakusanyikia Yefta watu wasio na kitu, nao wakatoka naye. Baadaye Waamoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi walimwendea Yefta na kumwomba arudi awasaidie. Aliwauliza, je, si mlinichukia na kunifukuza? Mbona mnakuja kwangu sasa? Wakamjibu, kwa hivyo sasa tumerejea kwako ili uende nasi kupigana na Waamoni, nawe utakuwa kiongozi wetu. Yefta akakubali masharti yao. Akafanywa kiongozi na mhukumu wa Israeli. Hii ni hadithi ya mtu aliyekataliwa na jamii yake, lakini aliyepokea nguvu kutoka kwa Mungu. Kuna mambo mengi muhimu ambayo mara nyingi tunakosa katika hadithi hii. Kwanza, Yefta hakuwa mzaliwa haramu kama tunavyofikiri. Mama yake alikuwa kahaba, ndiyo, lakini baba yake alikuwa Mgilead mwenyewe, mtu wa hadhi. Katika utamaduni wa kale, hii inamaanisha Yefta alikuwa na haki ya kisheria za urithi. Ndugu zake walimkataa si kwa sababu hakuwa na haki, bali kwa sababu ya wivu na uchu. Pili, Yefta hakuhamishwa tu, alifukuzwa baada ya baba yake kufa. Hii inaonyesha kuwa aliishi na familia kwa muda mrefu. Alijua utamaduni wao, dini yao na historia yao. Si alikuwa mgeni. Tatu, wakati Yefta alipokwenda Tobu, hakuwa mkimbizi tu. Akawa kiongozi wa kikundi cha watu waliosahauliwa na jamii, watu kama yeye ambao walikuwa na ujuzi lakini hawakuwa na mahali. Hawa ni watu ambao Biblia inawaita watu wasio na kitu, lakini kwa ukweli walikuwa na ujuzi wa kivita na uongozi. Nne, wakati wazee walimwendea Yefta, hawakumwomba tu, walimtolea mkataba wa kiserikali. Walimwahidi kuwa kiongozi, neno ambalo ni zaidi ya jemadari wa vita. Ni neno la mfalme au mtawala. Yefta alikuwa akijua kuwa hii ni nafasi ya maisha yote. Mwishowe, jambo muhimu zaidi, Roho ya Bwana ikaja juu yake. Hii haikusababishwa na ujuzi wake au akili yake. Mungu mwenyewe alikuwa amemchagua. Hadithi ya Yefta inatuonyesha mabadiliko makubwa ya kiroho. Kwanza, kutoka kukataliwa kwenda kuchaguliwa. Jamii ilimkataa Yefta kwa sababu ya mazingira ya kuzaliwa kwake. Lakini Mungu hakumkataa. Mungu anaona moyo, si historia. Anaona uweza, si hadhi za kijamii. Hii inatufundisha kuwa viwango vya Mungu si viwango vya dunia. Pili, kutoka kuwa kiongozi aliyekataliwa kwenda kuwa mkombozi wa Israeli. Yefta hakuwa mkimbizi tu, alikuwa na ujuzi wa uongozi na vita. Mazingira ya ugumu yalimfundisha kutawala na kupigana. Mungu alitumia hata uchungu wake kumwandaa kwa kazi yake.
3. Kutoka kuishi nje ya agano kwenda kuwa chombo cha agano. Yefta aliishi mbali na Israeli, lakini alipokaribishwa kurudi, hakurudi tu kama raia, alirudi kama mhukumu, kiongozi aliyechaguliwa na Mungu. Roho ya Bwana ikaja juu yake. Hii inatuonyesha jinsi Mungu anavyoweza kurudisha maisha yetu kutoka ukingoni kwenda katikati ya mapenzi yake. 4. Kutoka kuwa mtoto asiyekubaliwa kwenda kuwa baba wa Israeli. Yefta alipata familia yake ya kwanza alipokataliwa, lakini alipokaribishwa na Israeli akapata familia kubwa zaidi. Mungu anaweza kubadilisha mazingira yetu kutuongoza kwenye utukufu wake. Wanyamapori walikuwa wameona yote haya yakitokea. Walijua ukweli ambao wanadamu mara nyingi hawauoni. Nimeona jambo la ajabu. Mwanadamu ambaye alikataliwa na ndugu zake kwa sababu ya dhambi za wazazi wake, sasa ni mkombozi wao. Kutoka angani ninaona mpango wa Mungu. Yeye hutumia hata uchungu na kukataliwa kuwaandaa watu kwa kazi yake kuu. Yefta alifunzwa kwa njia ngumu, lakini hiyo ndiyo iliyomfanya hodari. Lakini kuna jambo linalonichukulia. Yefta anafanya nadhiri ambayo itamuumiza. Anaahidi kumtolea Mungu kafara yeyote atakayemkutana naye akitoka nyumbani. Je, hajui kuwa mtoto wake anaweza kuwa wa kwanza kumkutana? Hii ndiyo madhara ya kushindwa kumjua Mungu vizuri. Mungu hawataki kafara za watu, anataka moyo wa utii. Yefta anajaribu kumtoa zawadi Mungu badala ya kumtii tu. Wanadamu wana bahati ya kutumikia Mungu kwa hiari yao, lakini pia wana uwezo wa kufanya makosa ya kutisha. Sisi tunaona jinsi Mungu anavyojaribu kuwaongoza, lakini mara nyingi hawaisikilizi. Hadithi ya Yefta inatupa masomo mengi muhimu kwa maisha yetu ya leo. Kwanza, usiwe mkatili kwa watu kwa sababu ya mazingira waliozaliwa nayo. Yefta hakuchagua mama yake awe nani. Hakuchagua kuwa na historia hiyo. Lakini alichaguliwa na Mungu kutumika. Watu wengi leo wanakabiliwa na ukatili wa kijamii kwa sababu ya mazingira ya familia, uchumi au jamii. Lakini Mungu anaangalia moyo, si historia. Pili, Mungu anaweza kutumia historia yako ya uchungu kwa manufaa ya wengine. Yefta alipata uzoefu wa uongozi katika mazingira magumu ya Tobu. Huo ndio uliomuandaa kuwakomboza Israeli. Kila kitu ambacho umepitia, hata vitu vibaya, Mungu anaweza kuvitumia kwa makusudi yake. 3. Jihadhari na maneno unayosema mbele za Mungu. Yefta alifanya nadhiri bila kufikiri vizuri. Akajiita katika hali ngumu. Maneno yetu mbele za Mungu yana uzito. Tusijifunge nadhiri za kipumbavu. Badala yake, tujifunze kutii Mungu bila masharti. 4. Ukikataliwa na watu, usikate tamaa. Mungu bado anakupenda na anayo ajira kwako. Yefta alikataliwa na familia, lakini alichaguliwa na Mungu. Mwishowe, jifunze kutofautisha kati ya kupenda Mungu na kujaribu kumnunulia. Yefta alijaribu kumtoa zawadi Mungu kwa kuahidi kafara, lakini Mungu alikuwa anataka moyo wake wa utii tu. Tuombe pamoja. Baba wa anga, tunakushukuru kwa hadithi ya Yefta. Tunajua kuwa wewe hutumia hata mazingira magumu ya maisha yetu kutuandaa kwa kazi yako. Tunaomba msamaha kwa mara zote ambazo tumekukataa watu kwa sababu ya historia zao. Tufundishe kuona watu kama unavyowaona wewe, kwa moyo, si kwa mazingira. Kwa wale wanaosikia hii ambao wamekataliwa na jamii au familia, tunakuomba uwape faraja. Waonyeshe kuwa wewe bado unawapenda na una mpango mzuri kwa ajili yao. Tuweke katika mikono yako mazingira yetu magumu ili uyatumie kwa utukufu wako. Tufundishe kutotoa nadhiri za kipumbavu, bali kutii wewe kwa moyo wetu wote. Kwa jina la Yesu, amina. Mungu anatumia wale ambao dunia inawakataa. Historia yako haimwogopeshi Mungu. Yeye anakupenda na ana kazi kwako. Tupatane wakati mwingine tujifunze zaidi juu ya neno lake takatifu. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.